Mimi naitwa Hole Makungu, ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Temeke, ambao huwa tunafanya kazi Temeke na Kigamboni. Nimewaita hapa ili kutoa ufafanuzi juu ya tuhuma za TAKUKURU Kigamboni kuwakamata viongozi wa CCM kata ya Tungi. TAKUKURU Kigamboni katika kuendelea na kutekeleza majukumu yake, mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 2025, yani jana, ilipokea taarifa fiche kutoka kwa msiri kuwa kuna mwananchi anaitwa Habibu Mchange ambaye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa taarifa tulizonazo ni kwamba miongoni mwa wale wanaotaka kutia nia ya kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Kigamboni katika uchaguzi mkuu wa 2025, huyu Habibu Mchange naye ni mmoja wao. Taarifa iliyopokelewa ni kwamba Habibu Mchange ameandaa baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi ili awagawie fedha, kitendo ambacho ni kinyume na sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 na kanuni za Chama cha Mapinduzi ambazo zinazuia kufanya kampeni kabla ya dirisha kufunguliwa na kuahidi kutoa zawadi ambazo haziko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuwa yeye sio mtekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa kuwa yeye si kiongozi wala sio mbunge wala si mwakilishi wala si diwani katika chama hicho kwa sasa, kama kanuni ya 69 kanuni ndogo ya 6 kuhusu uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola inavyosema. Kanuni hiyo inasema hivi: ni marufuku kwa mwanachama yoyote anayetarajia kugombea au wakala wake kutoa misaada wakati wa uchaguzi unapokaribia, ambayo ni dhahiri ina lengo la kuwavutia wapiga kura, isipokuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge, mwakilishi kwa maana ya kule Zanzibar, na diwani ambao wako madarakani. Hawa wanaweza wakaendelea na kutoa misaada na ahadi zao ambazo wameahidi mpaka pale bunge litakapokuwa imevunjwa. Baada ya kupokelewa taarifa, ilifanywa uchunguzi wa awali kwa kuzingatia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 ya mwaka 2007 iliyofanywa marejeo mwaka 2022. Na wachunguzi walifika katika ofisi ya CCM kata ya Tungi majira ya saa 7 mchana na kufanya surveillance na kuweza kubaini baadhi ya viongozi wa CCM walikubaliana kukutana pale majira ya saa 8 kamili, ila baadaye muda ulibadilishwa kuwa saa 9 alasiri kwa sababu walikuwa wanamsubiri Habibu Mchange. Majira ya saa 9 alasiri, baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi waliingia ukumbini, na baada ya muda fupi gari aina ya Krug yenye namba T366 EBL iliwasili kwenye maegesho ya magari ya ofisi hiyo ya CCM, na baadaye iligundulika ndio iliyokuwa imembeba Mchange. Aidha, baadhi ya viongozi wa CCM kati ya Tungi waliokutwa katika ukumbi huo na wachunguzi wetu hawakutaka kutoa ushirikiano kwa maafisa wetu. Hivyo maafisa wa TAKUKURU waliondoka na viongozi hao kuelekea ofisi za TAKUKURU wilaya ya Kigamboni kwa ajili ya mahojiano, na wote waliweza kueleza kuwa kikao kile hakikuwa halali na kiliitishwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Tungi anayeitwa Sebastian Kapela Mabula. Kwa hiyo uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. TAKUKURU inafuatilia kwa karibu wote wanaodaiwa kufanya kampeni mapema kwa kutoa rushwa kwa wapiga kura kwa jimbo la Kigamboni na Tanzania kwa ujumla, kama ilivyofanyika kwenye tukio hili. Kwa msingi huo, taarifa zilizotolewa katika baadhi ya magazeti ikiwemo Jamvi la Habari
toleo namba 2550 la tarehe 14 mwezi wa 3 2025 kwamba TAKUKURU inatumiwa na wanasiasa wanaotaka kutiania kugombea nafasi katika uchaguzi mkuu ujao na haishughuliki na wanaogawa fedha ili kushawishi wapiga kura ni za kupotosha umma. Aidha, taarifa za TAKUKURU kuwafungia viongozi wa CCM wakiwa kwenye kikao cha kupanga uhamasishaji na uandikishaji daftari la wapiga kura si za kweli, kwa kuwa uchunguzi unaonyesha kwamba kikao hicho kilipangwa kifanyike tarehe 14 mwezi wa 3 2025, yani leo na sio jana. Aidha, uchunguzi pia unaonyesha kwamba kikao hakikuwa na uhalali kwa vile hata viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya walikuwa hawakitambui. Tunatoa rai kwa wananchi wote wa wilaya ya Kigamboni na sehemu nyingine zote za mkoa wa Temeke kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, kwa kuwa ni jukumu la kila mwananchi kufanya hivyo. Ninawashukuru sana. Hali iliyokuwepo ni kwamba kuna wanachama wa CCM waliokuwa wamekusanyika pale kwa malengo hayo niliyoyataja kwenye press. Kwa hiyo maafisa walienda hapo kwa shughuli zetu kama nilivyoeleza za uchunguzi, kuhakikisha kwamba rushwa haifanyiki, vitendo vya rushwa havifanyiki kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa hiyo walipoingia pale ndani kukawa na mtafaruku kidogo walipojitambulisha kama wao ni maafisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo wengine walitaka kukimbia, lakini mmoja wao ndio alienda kwenye mlango na kufunga. Lakini bahati nzuri tulifanikiwa kumpata mwenezi wa CCM wilaya na alikuja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo wale walipofahamu kwamba ameshafika mwenezi, basi waliweza kufungua. Kwa hiyo hakuna afisa aliyeathirika na kitendo hicho. Tulichofanya baada ya hapo ni kuwachukua wale viongozi na kuja nao sasa kwa maana ya kuendelea kufanya. Waandishi wa habari, mimi naitwa Stanley Mkandawile, katibu wa CCM wilaya ya Kigamboni. Nimewaita leo baada ya kusoma taarifa kutoka kwenye magazeti juu ya tukio ambalo lilitokea jana kwenye kata yangu ya Tungi. Kabla ya tukio lile, wiki iliyopita tulikuwa na ugeni wa mlezi wa mkoa wa Dar es Salaam, Comrade Amos Makalla, lakini katika maelezo yake alituonya kwamba kwenye wilaya yetu ya Kigamboni tuna mbunge wetu amefariki, kwa jimbo letu liko wazi, lakini baadhi ya wanachama wa CCM wameanza kampeni, tena kampeni chafu za kutafuta ubunge wa jimbo hilo. Na kwa maelezo yake alikemea na akasema kasamehe kuanzia yalipotokea mpaka siku ile alipokuja, lakini baada ya pale lazima hatua ziwe zinachukuliwa kwa mgombea yoyote atakayeanza kampeni mapema au kiongozi yoyote ambaye atabeba mgombea. Jana tarehe 13 mwezi wa 3 majira ya saa 10 kasoro mpaka 11 jioni kulikuwa na tukio lilikuwa linaendelea kwenye kata ya Tungi. Viongozi wa kata hiyo wakawaita viongozi wa matawi, lakini TAKUKURU wakapata taarifa kwamba hicho kikao kimeitishwa kwa ajili ya mgombea mmoja kwenda kutia nia kwa viongozi, lakini pia kuwapa bakshishi kama iftari kwa maana ya wa viongozi wale. Kwa hiyo TAKUKURU walipofuatilia pale kata ya Tungi wakakuta wa viongozi kwa maana ya viongozi wa matawi wapo kwenye ofisi ya kata wakiwa wanamsubiri mtiania huyo, na wakati huo mtiania huyo alianza kwenye kata ya Pemba Mnazi. Jana hiyo TAKUKURU walipata taarifa, walipofuatilia wakachelewa, akatoka akaenda kwenye
kwenye kata ya Tungi, na ilikuwa akimaliza Tungi anaenda kwenye kata nyingine akiwapigia viongozi wa hizo kata kwamba wamuandalie wapiga kura ili aende akawaone, awasalimie, ajitambulishe na awape bakshishi kidogo kama rushwa. Kwa hiyo sintofahamu iliyotokea pale ni sintofahamu baina ya viongozi kutaka kuwazuia TAKUKURU wasifanye kazi yao, lakini TAKUKURU walikuwa hawajavamia, walienda makhsusi kwa ajili ya tukio ambalo tayari walipewa taarifa kuna mgombea anapita, anakutana na wajumbe na anatoa rushwa. Na viongozi sisi tulikaa nao kabla ya siku 3 zilizopita kwamba jamani, yale maelekezo ya makala ni muhimu tuzingatie. Msimuitie mtiania yoyote wajumbe kwa sababu uchaguzi bado mpaka mwezi wa 7, na utaratibu wa chama chetu watiania wote watakuja, watachukua fomu, watajadiliwa, majina yao yatapelekwa kwenye ngazi ya taifa, then majina matatu yatarudishwa. Wale watakaorudishwa majina matatu ndio ambao tutawaruhusu wafanye kampeni, tena kampeni ya kisababu, sio kwenda kutoa rushwa. Kwa hiyo kilichotokea jana si kweli kwamba TAKUKURU wamevamia wakawafungia viongozi. Kilichotokea jana, kulikuwa na mtiania anataka kutoa rushwa, na kazi ya TAKUKURU ni kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo kazi kubwa walioifanya jana ni kuzuia rushwa isitoke, na mgogoro ulitokana na yeye TAKUKURU kuzuia rushwa, lakini watu wakitaka kutumia mwamvuli wa chama na vikao kwa ajili ya maandalizi ya kuandaa wanachama wetu kwa ajili ya zoezi la daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linaanza tarehe 17. Lakini vikao hivyo vya maandalizi vilikuwa vinafanyika leo, na sisi wajumbe wa secretariat tulikuwa tumepanga na tuna ratiba ya kwenda kwenye kila kata. Leo tulikuwa tunaenda kata 3 ya Kigamboni, kata ya Tungi na kata ya Vijibweni, na kesho tunaendelea na kata zingine, kesho kutwa tunamaliza kata zote. Kwa hiyo ina maana kama kweli ni maandalizi hayo ya daftari, walitakiwa wawataarifu viongozi na wanachama, tukutane nao leo kwenye ratiba yetu sisi ya secretariat. Kilichofanyika jana, waliwaita viongozi ili waje kupokea rushwa. Kwa TAKUKURU walichofanya ni kuzuia rushwa. Si kweli kwamba walienda wakavamia viongozi sema wakawafungia kienyeji tu. La kwanza, TAKUKURU hawajawafungia, na ule mkutano haukuwa mkutano sahihi, kwa sababu viongozi wa kata waliwaita wale viongozi wa matawi, mwenyekiti, katibu na mwenezi wa kila tawi, ili waje wakutane na mgombea. Ule ulikuwa sio mkutano halali, na kimsingi sisi kama chama na sisi tutafanya taratibu zetu, tutawaita wale viongozi wa ile kata kwenye vikao vya usalama na maadili ili tuwape adhabu, kwa sababu walichokifanya sio sawa sawa. Wameanza kubeba wagombea, kitu ambacho kanuni zetu zinakataza. Lakini rushwa, CCM ndio kwenye ilani yetu imekataza sana swala la rushwa. Kwa hiyo sasa lazima tuonyeshe mfano sisi kama viongozi wa CCM, sisi kama chama tawala kinachoongoza dola. Na hata kwenye ziara yetu tunayopita tunaendelea kuwasisitiza viongozi wetu, muda wa kampeni za kura za maoni bado, na hairuhusiwi kumuitia mgombea yoyote viongozi wanaowapiga kura wake ili aje awasalimie. Hairuhusiwi, hata kama ni salamu. Niombe viongozi wangu wa ngazi zote, kuanzia mashina, matawi, kata na sisi wa wilaya, wote tusimamie utaratibu wa chama chetu. Nafasi ikiwa wazi, ikishatangazwa, wanachama ndio wanaruhusiwa sasa kuchukua fomu na kupita kwa ujumbe kujitambulisha ili kuomba kura. Lakini pia katika kujitambulisha, haitakiwi kwenda kujitambulisha kwa kuita mikutano kwenda kugawa rushwa. Rushwa ni adui wa haki, na tukikubali kuchagua viongozi wanaotoa rushwa, chama hiki kitapotea, kwa sababu mwisho wa siku ukichagua kiongozi aliyetokana na rushwa, akishachaguliwa, baada ya hapo hatatui kero za wananchi, na ukimuuliza anasema nimepata nafasi hii, nimetoa rushwa,
Kwa hiyo sasa nimetumia hela yangu na natafuta sasa namna ya kuirudisha. Tunataka viongozi ambao hawatokani na rushwa. Kwa hiyo viongozi wote tusimamie msimamo huo ili tupate kiongozi ambaye lengo lake ni kwenda kusimamia na kuwasaidia wananchi. Jimbo letu tumepata bahati mbaya, mbunge wetu kafariki, lakini hata kama angekuwa hai kwa kipindi hiki asingegombea kwa sababu alikuwa tayari kishateuliwa kuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Lakini tunaamini baada ya bunge kuvunjwa, wanachama wengi wa CCM watajitokeza na tutawaruhusu wajitokeze kuomba nafasi hiyo, lakini vikao vya uteuzi vya wagombea ambavyo ni kamati kuu vitakavyoteua wale watakaoteuliwa watatu au ndio watakuwa wagombea wetu ambao wataenda kwenye kura za maoni. Lakini nitoe mwito kwa viongozi wote, sisi tusubiri atakayeteuliwa na halmashauri kuu kuwa mgombea wa CCM ambaye anaenda kupambana na vyombo vya dola, huyo ndio anakuwa mgombea wetu. Kwa sasa tusiwe na mgombea wetu sisi kama viongozi, tuache watarajiwa wakija baadaye waje wachukue fomu, wakishachukua fomu wajadiliwe, wateuliwe, waende kwenye kura za maoni, wanachama nao wataamua. Na bahati nzuri chama chetu kimeongeza wigo wa wapiga kura za maoni. Kwa maana yake kutakuwa na wajumbe wengi wanaotoka kwenye ngazi ya chini ambao watapiga kura, na wale wanaotoka chini mara nyingi wanawajua wana CCM ambao wanaweza wakafanya nao kazi kwa karibu. Bahati mbaya sana nilimtuma katibu wangu mwenezi aende kwa sababu nilikuwa mbali, ili akaone kuna sintofahamu ya aina gani pale. Ambacho mimi nilichosikia ni kwamba kulikuwa na wajumbe ambao walikuwa wanasubiri mgombea aje, alafu kulikuwa na maafisa wa TAKUKURU ambao walikuwa wanawahoji kama ili tukio ni halali. Kwa hiyo wakajitokeza viongozi wa hiyo kata wakaenda wakafunga ili wale maafisa wasitoke na wale wajumbe wasitoke, kwa maana wakiamini wale maafisa wakitoka watatoka na wale wajumbe watawakamata, wataondoka nao. Hilo ndio ambalo nimelisikia mimi. Kwa kimsingi waliofungiwa ni maafisa wa TAKUKURU. Ni maafisa wa TAKUKURU, sio wajumbe. Maafisa wa TAKUKURU ambao walikuwa wanawahoji na wajumbe kule ndani waliofungiwa.